Wapendwa wasikilizaji na watazamaji wa Jesus TV, tunawakaribisha tena katika mwendelezo wa majifunzo yetu. Tunakuwa katika robo la kwanza mwaka 2026. Robo hili tunazungumzia kuhusu Yesu Kristo katika kitabu cha Wafilipi na Wakolosai, na ni katika somo nzuri ambalo linasema kuunganisha mbingu na nchi. Juma ambalo limepita tumekuwa na fundisho nzuri ambalo lilikuwa likisema kuhusu ukuu wa Kristo. Tulielewa mambo mengi, lakini katika juma hili tunaingia katika somo lile la 9 na tunakuwa na fundisho nzuri sana ambalo linasema upatanisho na tumaini. Upatanisho na tumaini ni lile fundisho ambalo tunalizungumzia katika juma hili. Tutaelewa mambo mengi. Mimi ni mchungaji Lanaresi nikizaminiwa naye mchungaji Meshak Sikwaya, tukisaidiana na Lava House kutoka hapa mjini Butembo. Lakini mimi kabla hatujaingia katika undani katika fundisho lenyewe, hebu tuweze kumshukuru Mungu. Asante Mwenyezi Mungu sababu umekuwa pamoja nasi muda wa juma ambalo tumelimaliza. Tunapoanza juma hili tunaomba tena uwe pamoja nasi. Roho wako atueleweshe zaidi fundisho hili na tusaidie tuwe miongoni mwa wale ambao wataurithi ufalme wako. Ndilo ombi letu kwa jina la Yesu Kristo. Amina. Wapendwa, namna vile nilivyokwisha kutanguliza, fundisho la juma hili linasema upatanisho na tumaini. Upatanisho na tumaini, na fungu kuu linakuwa katika kitabu kile cha Wakorintho wa pili sura ile ya 5 aya lile la 21. Biblia inasema, yeye asiyejua dhambi alimfanya kuwa dhambi kwa ajili yetu, ili sisi tupate kuwa haki ya Mungu katika yeye. Yeye asiyekuwa dhambi, huyu ni Yesu Kristo, na alimfanya kuwa dhambi kwa ajili yetu. Mungu Baba alifanya Yesu Kristo kuwa dhambi kwa ajili yetu, ili sisi tupate kuwa haki ya Mungu katika yeye. Kwa hiyo katika fundisho hili tutaelewa mambo mengi, ila kwa kifupi ni kwamba kwa kifo chake Yesu Kristo msalabani, Yesu amekamilisha upatanisho kwa kila mtu na kila kitu. Kwa hiyo tunaambiwa ya kwamba sisi wanadamu ambao tulikuwa tumetengwa na uzima wa Mungu, lakini kwa njia ya Yesu Kristo sasa tumepatanishwa naye kwa imani. Kwa hiyo wapendwa wasikilizaji na watazamaji, msalaba wa Yesu Kristo, mbali na kuwa ishara isiyo hai, huo msalaba unakuwa ukweli ulio hai, na upendo wa Mungu unabadilisha watu wanaposikia Injili na kumpokea Kristo mwenyewe ambaye ni tumaini la utukufu. Kwa hiyo katika fundisho hili tunajifunza mambo mengi, kwa sababu tangu kuingia kwa dhambi ulimwenguni na jinsi tunavyokuwa waovu leo, Mungu wetu wapendwa hajatuachilia. Kwa hiyo Mungu amechukua hatua ya kutupatanisha na yeye, yaani tangu mwanzo Mungu amefanya kazi ya kutatua tatizo la dhambi, hata kama suluhisho lile lingeweza kupatikana tu katika kifo chake Yesu Kristo mwenyewe pale msalabani. Kwa hiyo wapendwa, tukianzia hapo Edeni, mwanadamu alipoasi, Mungu alimtafuta. Katika Mwanzo sura ile ya 3 aya lile la 9, Mungu alisema, Adamu uko wapi? Huu ulikuwa ni mpango wa Mungu wa kumtafuta mwanadamu aliyepotea. Kwa hiyo na leo wapendwa wasikilizaji na watazamaji, Mungu anaendelea kututafuta sisi ambao tunawakilisha kondoo iliyopotea. Kwa hiyo leo anatafuta kila mmoja baada ya mwingine, na Mungu ana mpango kamili wa kutufikia akitumia ahadi ya Injili ya Mwanzo ile sura ya 3 aya la 15, Mungu anapoweka uadui kati yetu na Shetani. Kwa hiyo wapendwa, katika fundisho hili tunaambiwa ya kwamba Injili ina sehemu 3. Sehemu la kwanza katika Injili ni kwamba kwa sababu hatuna uwezo wa kujiokoa wenyewe, Yesu Kristo alikuja na akakubali kutufilia msalabani kwa ajili ya dhambi zetu. Sehemu ya pili ya Injili ni kwamba kwa kukubali kifo chake Yesu Kristo kama chetu kwa njia ya imani, toba na ubatizo, hapo kwa kweli tunahesabiwa haki na kuwekwa huru kutokana na hukumu ya dhambi. Sehemu ya tatu ya Injili ni kwamba wapendwa, maisha tunayoishi sasa ni matokeo ya kuunganishwa na Kristo kupitia nguvu zake, yaani zile za kuumba upya na kuishi kwake ndani yetu. Kwa hiyo wapendwa wasikilizaji na watazamaji, katika fundisho hili tunaambiwa ya kwamba sisi hapa lazima tujue jambo hili, lakini tukijua ya kwamba Kristo alikufa kwa ajili ya wote, ili walio hai wasiwe hai tena kwa ajili ya nafsi zao wenyewe, bali kwa ajili yake. Kwa hiyo mwandishi anaendelea kusema, Yesu Kristo aliyekufa na kufufuka kwa ajili yetu Kristo, huyu Kristo lazima tumkubali. Kwa hiyo wote wamwaminio Kristo, Wayahudi, Wayunani, Wakongomani, Wamarekani, weusi na wazungu, Wanande, Wangala, wote tukimkubali Yesu Kristo, wote kabisa tunapomwamini
tunakuwa washiriki sawasawa wa ahadi za Mungu kwa njia ya Injili na kuletwa pamoja katika mwili moja, yaani kanisa. Kwa hiyo katika Kristo hakuna tena ubaguzi wa rangi, ubaguzi wa kabila, tunakuwa mtu mmoja. Kupitia uwepo wa Kristo maishani mwetu, wapendwa wasikilizaji na watazamaji, tayari anaanza kutuunganisha na mbinguni. Hii ni Injili itendayo kazi mioyoni mwa waumini ambao imetusajilisha kupokea sehemu ya urithi wa watakatifu katika nuru. Tunapokaribia mwisho wa fundisho hili, ni kwamba lengo la mahubiri ya Paulo ilikuwa Kristo na yeye aliyesulubiwa. Kulingana na Waefeso sura ya 5 aya 27, kusudi la kafara ya Kristo ni apate kujiletea kanisa tukufu lisilo na ila wala kunyanzi lolote. Lakini kwa hivyo Paulo alitaka kumletea Yesu Kristo kanisa linalokuwa takatifu lisilo na mawaa. Kwa hivyo lengo la mahubiri ya Injili ya Paulo ni kumletea kila mtu mtimilifu katika Kristo. Kwa hiyo Paulo anafanya hivyo kwa kufundisha na kuonya. Anapofundisha, anafundisha mambo mbalimbali na mafundisho ya mwenendo wa Kikristo, hivyo tunavyokuwa Wakristo waliokomaa. Ukuaji ni kitu cha maana katika maisha ya mwanadamu. Kwa hiyo wapendwa wasikilizaji na watazamaji, ni kwamba hatuna haki yetu wenyewe umrazi afya sio nzuri. Hatuna haki yetu wenyewe ya kuzidi au ya kukizi madai ya sheria. Kwa hiyo lakini Kristo amefanya njia ya kutoa kwa ajili yetu. Ukijitoa kwake leo, mpendwa msikilizaji na mtazamaji, na kumkubali kama mwokozi wako, na hata maisha yako yote yawe ni ya dhambi kwa ajili yake, unahesabiwa haki. Tabia ya Kristo inasimama badala ya tabia yako, na unakubalika mbele za Mungu kana kwamba hukuwahi kufanya dhambi lolote. Yaani unapomkubali Kristo, maisha yako ya zamani, hata kama ulikuwa mlevi, ulikuwa mwasherati, ulikuwa mwizi, unapomkubali tu, Mungu anasahau yale yote na anakuchukua kama mtu ambaye hajawahi kutenda dhambi. Kwa hiyo hapa ni kwamba zaidi ya haya, Kristo anabadilisha moyo, anakaa moyoni mwako kwa imani. Unapaswa udumishe muunganiko huu na Kristo kwa imani na kuendelea kuyasalimisha mapenzi yako kwake, na maadamu unafanya hivyo, atafanya kazi ndani yako, nawe utataka na utatenda sawasawa na mapenzi yake mema. Tunapomaliza ni kwamba kwa hiyo hatuna kitu chochote cha kujivunia. Hakuna sababu ya kujivunia. Msingi wetu pekee wa tumaini ni katika haki ya Kristo iliyohesabiwa kwetu, na katika hiyo Roho wake Mtakatifu anafanya kazi ndani yetu. Kwa hiyo Mungu anataka, mpendwa, kila nafsi inayodai kuamini ukweli iwe na ufahamu wenye akili wa ukweli ni nini. Basi Mungu akubariki na kusaidie uwe miongoni mwa wale ambao watakuwa tayari kumpokea Yesu Kristo, kwa sababu tunapaswa kuwa waangalifu. Na ndiyo maana Paulo alitumia neno tukimuonya katika Wakolosai sura ya 1 aya 28, kwa sababu utambuzi wa kiroho unatokana na ufahamu wa neno la Mungu, unaongozwa na Roho, na mafundisho ya uongo leo yanayoendelea kwa kawaida yana ukweli fulani, lakini huongeza au huondoa kitu cha yale ambayo Biblia inasema. Mara nyingi uongo unaondoa ufaulu, ikiwa si kwa kutilia shaka moja kwa moja yale ambayo Mungu husema, basi angalau kwa kuhoji ikiwa kweli yawezekana au ikiwa yanatumika katika siku zetu. Kwa hiyo leo ni lazima tuwe werevu kama nyoka, lakini wapole kama hua, inapokuja swala la kupambanua ukweli na mafundisho kutoka kwa mafundisho potofu. Mungu akubariki na akusaidie katika upatanisho na tumaini. Uwe umepatanishwa na Yesu Kristo, na mwishowe uwe na tumaini na kurithi ufalme wake kwa milele. Basi Mungu akubariki. Tunashukuru wadhamini wetu Pastor Meshake pamoja na Love House kutoka mjini Butembo, pamoja na wote ambao mmejumuika pamoja nasi. Mjiunge kwenye channel hii na Mungu awabariki.